Kimbunga Kalimaeg kimesababisha uharibifu mkubwa na mafuriko makali katika visiwa vya nchi ya Ufilipino, hasa katika mkoa wa Cebu. Dhoruba hii iliyofika nchini humo Jumanne, Novemba 4, mwaka 2025 hadi kufikia hii leo, Novemba 6, mwaka 2025, kimesababisha vifo vya takriban watu 140 huku watu 127 bado wakiwa hawajulikani walipo. Mvua kubwa na upepo mkali vimeharibu nyumba, barabara, madaraja na miundombinu mingine, huku maelfu ya wakazi wakilazimika kuhama. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 560,000 wameathirika na familia takriban 540,000 zimeathirika moja kwa moja kutokana na dhoruba hii. Vifo vimehusishwa na kuzama ndani ya maji yaliyopita mipaka, kuporomoka kwa nyumba na ardhi, pamoja na kushambuliwa na miti au vifusi vya udongo. Mikoa jirani kama Negros Oriental na Agusan pia imeathirika vibaya, huku barabara 42, madaraja 5 yakizibwa kutokana na uharibifu. Nguvu ya umeme imepotea katika maeneo mengi na wakazi wengi wanasalia bila huduma za msingi. Mafuriko makali zaidi yamesababishwa na mvua kubwa iliyoshuka ghafla, ambapo baadhi ya mito katika Cebu ilipokea zaidi ya milimita 183 ya mvua ndani ya masaa 24. Changamoto ya ukarabati imezidiwa na uharibifu wa miundombinu uliosababishwa na shughuli zisizo rasmi za ujenzi, uchimbaji wa udongo na hali ya miundombinu ya udhibiti wa maji ambayo haikutimiza kazi yake kikamilifu. Aidha, mkoa wa Cebu bado unarekebishwa kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea mapema mwaka huu, hali ambayo imeongeza madhara ya dhoruba. Serikali ya Ufilipino imetangaza hali ya dharura kitaifa ili kuharakisha na kurahisisha misaada na kutoa rasilimali haraka kwa wakazi walioathirika. Hata hivyo, changamoto bado ni kubwa kuhusu elimu ya mapema ya tahadhari, upatikanaji wa vituo vya dharura katika maeneo yenye mlima, urekebishaji wa miundombinu iliyozorota.